Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Najua bado uko pamoja na sisi. Mheshimiwa Saada Mkuya, waziri wa nchi ofisi ya rais fedha na mipango. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa baraza la wawakilishi. Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, jaji mkuu wa Zanzibar. Naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar Dr. Dimwa. Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar Dr. Mwinyi Talib Haji. Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, mkuu wa mkoa Mjini Magharibi, wakuu wa mikoa mliopo na wakuu wa wilaya. Mhandisi Zena Ahmed Said, katibu wa baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi. Makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo. Wakuu wa taasisi na mashirika ya serikali, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini mliopo, waheshimiwa mabalozi, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kukutana hapa leo katika hafla hii muhimu katika safari yetu ya kuleta mageuzi ya kiuchumi hapa Zanzibar. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa dhati wageni wote waalikwa waliohudhuria katika hafla hii, wakiwemo viongozi wa serikali, sekta binafsi, mabalozi, washirika wa maendeleo, wawekezaji na wananchi wote kwa ujumla kwa kushirikiana nasi leo katika tukio hili muhimu. Tumekutana hapa leo la malipo ya kwanza kwa wawekezaji wa Sukuk kama tulivyoahidi miezi 6 iliyopita. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mageuzi na fedha tuliyoyaanzisha nchini yamekuwa ni msingi muhimu wa kuijenga Zanzibar unaoshirikisha wananchi katika ukuaji wa uchumi wa nchi yao. Tulianza kwa kuweka misingi ya sera madhubuti, mifumo ya kisasa na usimamizi makini wa fedha za umma. Sasa tunashuhudia matokeo kama ifuatavyo. Kwanza, uchumi wetu umekuwa kwa zaidi ya 7.2% kwa mwaka. Uwekezaji wa ndani na nje umeongezeka. Mfumuko wa bei umedhibitiwa kwa wastani wa tarakimu moja. Mapato ya ndani yameongezeka kwa 278% katika kipindi cha miaka 5. Na sekta za huduma, utalii, kilimo na uvuvi zimekuwa kwa kasi sana. Mageuzi haya yamejengwa juu ya misingi ya uwajibikaji, uwazi na matumizi bora ya teknolojia za kisasa. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mwaka wa 2024 tulizindua Zanzibar Sukuk, chombo cha kifedha kinachoendeshwa kwa misingi ya sheria ya Kiislamu ambacho kilipata umaarufu mkubwa ndani na nje ya nchi. Mwaka huu wa 2025 tunashuhudia tukio jingine muhimu la malipo ya kwanza kwa wawekezaji wa Zanzibar Sukuk, jambo linalothibitisha ufanisi wa serikali katika kusimamia dhamana zake. Kupitia Sukuk, serikali imeweza kufanya yafuatayo. Kwanza, kugharimia miradi mbalimbali ya kimkakati. Pili, kuimarisha imani ya wawekezaji. Na tatu, kufungua milango mipya kwa sekta binafsi kushiriki katika maendeleo ya taifa. Kwa hakika, hii ni historia mpya ya kifedha inayotuweka Zanzibar katika ramani ya dunia ya uwekezaji wa sharia za Kiislamu, yani Islamic Finance. Kwa mafanikio hayo, ni haki yetu kujipongeza na nawashukuru sana watu wote waliochangia kutufikisha hapa. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mafanikio ya uchumi shirikishi hayawezi kupatikana bila kuwa na mfumo imara wa bima. Kupitia ZIC tumeanzisha mfumo wa bima ya Kiislamu, yani takaful, ambao utatoa huduma za bima kwa msingi wa sheria kama tulivyoelezwa. Takaful imefungua ukurasa mpya wa ushirikishwaji wa wananchi
katika uchumi. Aidha, kwenye eneo la afya tunatambua kwamba afya njema ni msingi wa uchumi imara. Serikali imeanzisha mfuko wa bima ya afya Zanzibar ili kuhakikisha kila Mzanzibari anapata huduma bora za afya popote alipo bila kujali kipato chake. Kupitia mfuko huu, huduma za afya zimeanza kupatikana kwa urahisi zaidi. Vituo vya afya na hospitali zinapata fedha kwa wakati na wananchi wanapata uhakika wa matibabu bora. Sasa waziri ameyasema mengi hapa kuhusu yanayosemwa huko majukwaani. Mimi nisingependa kuyazungumza hayo kwa sababu kwa kweli hakuna hata haja ya kujibu lolote. Anapokuwa mtu kaamua kutunga hivi maneno akayasema, hana ushahidi, hana facts, kwa kweli watu kama hao, mimi huwa nasema upuuzi hupuuzwa. Kwa hiyo wala sitochukua muda wangu kuingia katika hilo. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali pia imefanya mageuzi makubwa katika mfumo wa hifadhi ya jamii nchini. Tumeimarisha utendaji wa mifuko ya hifadhi, kuhakikisha malipo kwa wastaafu yanafanyika kwa wakati, michango inasimamiwa kwa uwazi na faida zinawanufaisha wanachama. Kwa kutumia mifumo ya kidijitali, tutahakikisha kila mfanyakazi wa umma na wa binafsi anasajiliwa na kulindwa dhidi ya changamoto za kiuchumi katika uzee, katika maradhi na katika ajali. Hii ni hatua muhimu katika kujenga Zanzibar yenye haki za jamii na usalama wa kifedha kwa vizazi vijavyo. Aidha, leo tunafanya uzinduzi hapa wa skimu ya hifadhi ya jamii yenye kufuata misingi ya sharia. Hatua hii itatoa fursa kwa ZSSF kuwekeza kwenye maeneo yanayofuata misingi ya sheria kama tulivyoelezwa, na nadhani tutapata maelezo zaidi kuhusu swala hili, lakini imetajwa hapa vile vile kwamba pengine sasa hata masuala ya hija yanaweza yakafanikishwa kupitia ZSSF. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, uchumi wowote imara unahitaji taasisi madhubuti za mapato. Serikali imefanya mageuzi makubwa katika ukusanyaji wa kodi na kuimarisha mamlaka ya mapato ZRA na mifumo yake yote ya ndani. Tumeweka mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji wa kodi ambayo imepunguza kwa kiasi kikubwa mianya ya upotevu wa mapato, imeongeza ufanisi na kurahisisha ulipaji kwa walipa kodi. Kwa mara ya kwanza, uwiano wa mapato ya ndani umeongezeka kwa kasi na sasa Zanzibar inajiendesha kwa sehemu kubwa kwa kutumia rasilimali zake za ndani. Lengo letu ni kujenga utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari, kwa kuelewa kwamba kodi ni chachu ya maendeleo na si adhabu. Imeelezwa hapa vizuri na ZRA mafanikio walioyapata, na kwa kweli sote tunajivunia. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali pia imeanzisha mamlaka ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Taasisi hii ina majukumu makubwa yafuatayo kama yalivyoelezwa. Napenda nirejee kidogo. Kwanza, kuwapatia wajasiriamali wadogo na wakati mitaji, mafunzo na ujuzi. Pili, kutoa mikopo isiyo na riba kwa wajasiriamali wadogo na wakati. Tatu, kusaidia vijana na wanawake kuanzisha biashara endelevu. Na nne, kujenga tabaka jipya la wananchi wanaojiajiri wao wenyewe. Hii ni hatua ya kujenga uchumi jumuishi, yani inclusive economy, ambapo kila Mzanzibari ana nafasi ya kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi yake. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa kuhitimisha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa waandaaji wa hafla hii wakiongozwa na Afisa Rais Fedha na Mipango, pamoja na taasisi na wadau wote walioshiriki kufanikisha tukio hili. Aidha, napenda kutoa shukrani za dhati kwa heshima na tuzo nilizopewa leo kama ishara ya kutambua mchango wa serikali katika kuleta mageuzi haya ya kifedha na kiuchumi nchini. Mageuzi haya ni matokeo ya ushirikiano wa serikali, sekta binafsi, taasisi za kifedha na wananchi kwa ujumla. Hivyo, kwa mara nyingine napenda kuwashukuru kwa dhati
watu wote mliochangia katika safari yetu hii. Wito wangu, tuendelee kushirikiana kwa umoja na uwajibikaji kuhakikisha Zanzibar inaendelea kwa mfano wa mafanikio, amani na ustawi barani Afrika. Tumuombe Mwenyezi Mungu atufikishe katika ndoto yetu hiyo. Amin. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.